Hairat TV. Dondoo za hapa na pale. Hii ni Hairat TV, ukweli na uhakiki. Moja kwa moja kutoka Phoenix, Arizona. Mtangazaji wako Khadija Hassan. Ahlan, karibu katika vitu adhim ambavyo haviishi utamu. Kurthum Akbar aliolewa kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 11. Baadaye mume wake wa kwanza alifariki, kisha wa pili na kufuatiwa na watatu. Kila mara alikusanya mali zilizoachwa na kusonga mbele na maisha. Kile ambacho wapelelezi walikuja kukigundua hatimaye ni kwamba Kurthum alikuwa ametengeneza mbinu maalum. Alikuwa akijitambulisha kwa familia kama mlezi mwenye upendo kwa ajili ya baba zao waliozeeka na wenye upweke. Alikuwa mchangamfu, mwenye kujali na wa kuaminika. Familia zilizokuwa zikihangaika kuwatunza ndugu zao waliozeeka zilifarijika sana naye. Alikuwa akiolewa na mwanamume husika, mara nyingi akijihakikishia mahari kubwa mapema kabla ya kuanza mpango wake. Alikuwa akiwalenga wanaume wenye umri kati ya miaka 65 na 82. Alitumia mchanganyiko wa dawa za kulevya na usingizi, sedatives, dawa za shinikizo la damu, dawa za kisukari na katika baadhi ya matukio pombe za viwandani, vitu alivyokuwa akivitoa kwa siri kwa muda mrefu. Kwa sababu wahanga wengi walikuwa wazee, vifo vyao havikutiliwa shaka sana. Wazee hufariki, familia zilikuwa zikiomboleza na kuendelea na maisha. Kurthum alikuwa akichukua urithi na kutafuta mume mwingine. Alifanya hivi kwa muda wa miaka 20. Mume wake wa mwisho alikuwa mzee wa miaka 82 huko Mahmudabad. Tofauti na wengine, mzee huyu alishtuka. Siku chache kabla ya kifo chake kilichotarajiwa, alimwambia mwanawe kuwa Kurthum alikuwa akimnywesha dawa za dozi kubwa kwa nguvu. Mwanawe alikwenda kuripoti polisi. Wapelelezi walipochunguza historia yake, waligundua msururu wa wanaume waliofariki tangu mwanzoni mwa miaka ya 2000. Alikiri kuua wanaume kadhaa, lakini alitoa maelezo yanayogongana kuhusu idadi kamili, akidai wakati fulani kwamba hakuwa anakumbuka sawasawa walikuwa wangapi. Idadi halisi inasemekana kuzidi 20. Mnamo Septemba 2025, mahakama moja huko Mazandaran ilimkuta na hatia ya mauaji ya watu 11. Familia 10 zilitaka apewe adhabu ya kifo. Familia moja ilikubali kulipwa fidia ya damu. Alihukumiwa adhabu 10 za kifo na kifungo cha ziada cha miaka 10 kwa jaribio la kumuua mume wake wa mwisho, yule aliyenusurika na kumripoti. Kwa sasa anasubiri kunyongwa. Ni hayo tu siku ya leo. Hebu tukutane tena nyakati nyingine biidhnillah. Masalama.